Mwanaume ndiye anayeendea ndoa. Kwa hiyo mwanaume ni vizuri sana awe katika Roho Mtakatifu ili apate uponyaji kamilifu wa moyo wake, wa akili zake, wa hisia zake, wa nafsi yake, wa nguvu zake, yani uponyaji katika haya maeneo yote, yani awe very sober minded, ili anapokuwa anaendea swala la ndoa analiendea katika roho. Ndio hapo anapata ndoa iliyo ya utukufu, ndio analeta uzao wa utukufu, na ndoa ndio inayomzalisha katika dunia ya mafanikio kiuchumi. Kwa hiyo mwanaume anapokuwa hayupo katika Roho Mtakatifu, ndipo anapoenda kupata ndoa za mavurugo, ndoa za maumbile, ndoa za kihisia, ndoa za mataharuki, ndoa za kiwakati. Wakati huu ni wanawake wa aina gani jamani? Hata wanyama nao wana maumbile. Kwa hiyo mwanaume lazima ukae katika roho, upokee uponyaji wa mwili wako, uponyaji wa nafsi yako, ili upate ndoa iliyo ya kiroho, ili uweze kuzalisha dunia iliyo ya katika Mungu mwenyewe. Kwa hiyo uharibifu wa dunia ni uharibifu wa mwanaume ambaye hayuko katika roho, lakini ubora wa dunia ni ubora wa mwanaume aliye katika roho. This is the supreme, this is the ring.